I thank God this afternoon. Anasema namshukuru Mungu alasiri ya leo. Because he has filled me with his Holy Ghost. Kwanza kwa sababu amenijaza na Roho Mtakatifu. Amen. It is very important to me. I was sick. Anasema ni muhimu na anasema alikuwa mgonjwa wakati moja. I don't know what happened. Na sijui ni nini ilifanyika. But when I was in the hospital, lakini nilipokuwa hospitali, that hospital is Tenwek Hospital. Hiyo ni hospitali ya Tenwek kule upande wa Bomet. I heard that I fainted. I was told. Yeye sasa katika hali ya kutojifahamu alikuja kuambiwa baadaye ya kwamba kwanza alizirai. And then from there, na kutoka hapo, I didn't know what happened. Hajui kilichofanyika. But to me, lakini kwangu, all of a sudden, ghafla, I saw somebody stood in front of me. Yani katika hali hiyo ya kutojifahamu upande huu, hali ile aliyokuwa ndani yake, aliona mtu anasimama mbele yake. That person was brown in color. He was brown. Alikuwa kama brown hivi kwa rangi. And he was dressed in white robe. Na alikuwa amevalia joho jeupe. And that person had laugh in his face. Alijaa, uso wake ulijaa upendo. He loved me and I also loved him. Nikaona ananipenda na mimi naona ninampenda. So he stood a distance some meters away from me. Alikuwa mita chache kutoka kwangu. And then we looked at each other. Alafu tukaangaliana uso kwa uso. He was having a smiling face. Alikuwa na uso unaotabasamu. And he only asked me 2 questions. Na huyu mtu aliniuliza maswali mawili pekee. The first question he asked me is this. Swali la kwanza aliloniuliza lilikuwa hili. Have you received the Holy Ghost? Je, umejazwa na Roho Mtakatifu? And even before he finished asking me that question, na hata kabla hajamaliza kuniuliza swali hilo, I had already answered him. Nilikuwa tayari nimemjibu. Ulimjibuje? Yes, I told him, yes, I have received the Holy Ghost. Nikamwambia ndio nimepokea Roho Mtakatifu kwa sababu I know the time. Nikamwambia sababu najua wakati. I know the day. Najua hata siku yenyewe. I know the month. Najua hata mwezi. I know the year. Najua mwaka. And I know the place. Na najua palikuwa wapi. And then from there, kutoka hapo, he smiled. Akatabasamu tena. There we were not in a hurry. Na hatukuwa na haraka. We stood for a while. Akasimama kwa muda. And then he came with the second question. Alafu akaniuliza swali la pili. Are you ready? Akaniuliza uko tayari? And then I answered. Alafu nikamjibu, I am very, very ready. Niko tayari sana. And then I smiled also. Na hapo hata nami nikatabasamu. Akanipenda sana. Akanipenda sana. He loved me very much. From all of a sudden, ghafla, I found myself somewhere else. Nikajikuta mahali pengine. Ni kiwanja kubwa, in a very
A very beautiful place. Ulikuwa sehemu kubwa inayokaa maridadi sana. And there, Na hapo I stood alone. Nilijiona nasimama peke yangu. And then, Alafu sasa nikatazama hiyo kiwanja sasa. Nikaangalia It was full of love. Uwanja wenyewe ulijaa upendo. Even the environment itself. Hata hali yenyewe. It was full of love. Ilikuwa hali inayosikika, inayojaa upendo. Unexplainable. I don't know. I don't have the words to explain. Sina maneno ya kuweza kueleza. I stood there for a while. Nikasimama hapo kwa muda. And then, alafu seeing from afar, kutazama mbali, I saw very many people. Nikaona watu wengi sana. Walikuwa, they were coming towards me. Walikuwa wanakuja upande wangu. They had white robe. They were dressed in white. Wote walikuwa wamevalia mavazi meupe. And they were very many. Na walikuwa wengi sana. There I stood to wait them. Hapo nikasimama kuwagojea. They were very happy to receive me. Walikuwa tayari sana, walikuwa na furaha sana kunipokea. And also I was also very happy. Pia nami nilikuwa na furaha sana kukutana nao. They came. Wakaja. Before they reached me. Kabla hawajanifikia. It was just a few meters. Ilikuwa tu mita chache kutoka kwangu na wao. Before they reached me, because I was very happy. So nilikuwa mwenye furaha sana. And then they stopped, immediately they stopped. Alafu vile walivyokuwa wanakuja wakakoma ghafla. Me, I was not moving. Mimi sikuwa na waelekea. They were the ones moving towards me. Wao ndio walikuwa wananijia. And then all of a sudden, alafu ghafla, I had a sound. Nikasikia sauti. No, not a sound. A noise. A noise. Yeah, nikasikia kama sauti isiyo ya kupendeza, isiyo ya kupendeza. And that noise, na hii sauti, it makes me not to be happy again. Ikanifanya hiyo sasa niliyosikia ikawa ni kama inaondoa hii furaha niliyokuwa nayo. Siipendi sauti nisiyoipenda. Ni kama inaondoa furaha ile niliyokuwa nayo. I tried to ignore. Nikajaribu kuipuuza. But it was coming in force. Inazidi kuja kwa nguvu. It was like a falling of water. Ilikuwa inasikika kama sauti inayotolewa na maji inayoanguka, inayotiririka. And then because I was not happy about that noise, na kwa sababu sikuwa nasikia hiyo sauti inanifurahisha, hiyo kelele inanifurahisha, and then I asked, alafu nikauliza, what am I hearing? Ni nini hiyo ninasikia? And then alafu I heard a voice. Nikasikia sauti at my left hand side. Upande wangu wa kushoto. He answered me. Akanijibu. What you are hearing is ile kelele unayosikia is the prayers of believers. Ni maombi ya waaminio. And then alafu all of a sudden, ghafla, those people, I did not see them anymore. Wale watu wakatoweka. Yeah. And then a door opened. Alafu mlango ukafunguka. That door, mlango huo, I was allowed to see nikawezeshwa kuona down. I found myself that
I realized that I was up. Hapo ndipo niligundua nilikuwa mahali juu, alafu mlango ukafunguka chini. And then I saw down there, I was nikaona kule chini, I saw things like grains of maize. Nikaona kama ni mbegu tu hizi za mahindi, ni kama mbegu za mahindi. And then I was told those are the believers. Wale unaoona ni waaminio. And I watched them for a while. Nikawaangalia kwa muda. And then from there, toka hapo, I was told, nikaambiwa, go back. Rudi. All of a sudden, ghafla, I found myself on the ceiling. Nikuta hapa kwa dari hii ceiling ya nyumba. In the hospital. Kwa nyumba, kwa hospitali. And then me being there, nikiwa pale, I was seeing what was going on inside the house. Nikiwa pale juu, hapa juu, nilikuwa naona kile ambacho kinaendelea hapa kwa ward chini. And then to my surprise, alafu kwa mshangao wangu, nikaona I saw people gathered around the bed. I saw people gathered around a hospital bed. Around the bed in the hospital. Around a bed in the hospital. Nikaona watu wamekusanyika wamezunguka kitanda nikiwa hapa juu kwa ceiling. Nikaona kwa kitanda hospitali watu wamekaa wamezunguka kitanda. I saw them in an angle. Niliwaona si kutoka directly hivi, lakini nikiwaona kama kwa upande ule nikiwa hapa kwa angle hivi. And I wanted to know what was going on. Na nikataka kujua ni nini naendelea pale. And then, alafu, what surprises me, kinachonishangaza, I saw it was my body on bed. Niliona ni mwili wangu amezunguka pale kwa kitanda. With some men, wanaume, they were dressed in white. Wanaume wamevalia some were white people, white men and black. Yeah, walikuwa watu wengine wazungu na wanaume wengine weusi. And then I wanted to know what they were doing there. Ni nini wanafanya pale? Surprisingly, I saw it was my body. Nikaona wamezunguka mwili wangu. They were tossing my body, beating, walikuwa wakikiza na kupiga bila huruma. Then I felt bad. Nikasikia vibaya. I was not happy about these people. Sikufurahi juu ya hawa watu vile wanavyofanya. And then I thought, alafu nikafikiria, whom am I going to send? Nitatuma nani now? Sasa. And then I thought of our last born daughter. Nikafikiria juu ya msichana wetu kitinda mimba. I call her. Nikamuita. And I continue call her. Na nikaendelea kumuita. And she was not responding. Naye hakuwa akiitika. And again a door opened. Alafu mlango mwingine ukafunguka. I was shown that girl. Nikaonyeshwa msichana huyu ninayejaribu kuita msichana wetu running away from me. Akinitoroka. And then I stopped calling her. Alafu nikaacha kumuita. And a voice again said to me, sauti tena ikaniambia, what do you want to tell her? Ikaniuliza, unataka kumwambia nini? And then I answered. Alafu nikajibu, I wanted to send her. Nilikuwa nataka kumtuma to go and tell Brother Mugo, aende amwambie Brother Mugo to pray for me, aniombee, because these people are tossing my body,
sababu hawa watu wanasumbua mwili wangu mercilessly. bila huruma. I want these people to leave my body to rest. Nataka wale watu awaambie watu hawa waache mwili wangu pumzike. And then from there, toka hapo, all of a sudden, ghafla, the voice answered me. Sauti kanijibu. He has been told. Brother Mugo has been told. Ndugu Mugo amekwisha kuambiwa tayari. And then all of a sudden, ghafla, I found myself nikajikuta in that body. Nikajikuta nimerudi katika mwili ule. I found myself screaming. Nikajikuta napiga mayowe. I want water. Nataka maji. I want to be this mask. Ya gas. Nataka hii oxygen mask. Hii mask wanaweka hapa ya oxygen. Niondolewe. Remove this mask. I want to breathe. Nikasikia anasema ondoleni hii mask, nataka kupumua. I want to breathe. Nataka kupumua. And from there, natoka hapo, I was taken to the ICU. Nikapelekwa ICU. And in the ICU, na katika chumba hicho cha ICU, I was given a song. Nikapewa wimbo. And I want us to, if there's time, nataka tuimbe wimbo niliopewa. Yes, together with you. Pamoja na nyinyi. So, the testimony ended there. Aya, toka hapo nitamaliza ushuhuda, nitaendelea kumalizia ushuhuda wangu. That song, wimbo ule 178. 178. I will cross alone. When I come to the river, I can lean again. When the last winds of sorrow are blown, there'll be somebody waiting to show me the way. I will try to cross your
bless you. Bwana abariki. Even if he comes today, Hata akija leo, even if he comes tomorrow, hata akija kesho, I will answer the same questions. nitajibu I maswali will yale answer the yale. same questions. I'm very, very, very ready. Kuwa tayari sana. Are you ready? Wewe uko tayari? I am filled with the Holy Spirit. Umejazwa na Roho Mtakatifu. It was on 22nd of May, Ilikuwa tarehe 22 mwezi wa 5, 1991. 1991. 22nd May 1991, I received the Holy Ghost. wakati nilijazwa na Roho. That's why I'm very, very ready. Ndio maana niko And that's why tayari sana. I am happy. Ndio maana niko na furaha. Bwana akubariki sana.